Tunakushukuru Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye asubuhi njema ya leo. Tunasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Pokea sifa, utukufu na mamlaka Bwana wa mabwana. Siku nyingine njema, asubuhi njema leo umetupatia kibali na neema katika jina la Yesu Kristo Bwana wa mabwana. Asante kwa sababu ya siku tatu Baba katika mlima huu, tukisema ni asante kwa nguvu zako. Pokea sifa, utukufu na mamlaka, kimbilio la ajabu katika jina la Yesu Kristo Bwana. Umetenda mambo mengi na mambo ya ajabu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Inasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako Bwana wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tunakuabudu, tunasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako Bwana wa mabwana. Hakuna Mungu mwingine akona uweza na mamlaka na ushindi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Naomba uwepo wako na kibali chako na nguvu zako Bwana wa Bwana katika jina la Yesu. Nasema ni asante kwa nguvu zako na ushindi na mamlaka Bwana. Pokea sifa zote, tukufu na ushindi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Naomba uwepo wako Jehova Redeemer, mfalme mkuu wa Israeli, kimbilio la ajabu, onekana asubuhi njema leo. Pokea sifa, utukufu na mamlaka Bwana. Pokea uwezo wote katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninakuabudu, nasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Hakuna Mungu mwingine akona nguvu na ushindi na mamlaka Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Naomba uwepo wako na kibali chako Jehova Redeemer. Umetenda mambo mengi na mambo ya ajabu katika jina la Yesu. Umetenda mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tumeona uwepo wako na nguvu zako na ushindi wako Bwana wa mabwana. Pokea sifa, utukufu na ushindi na
mamlaka Ebeneza. Wewe ni Mungu mwema, kuna Mungu mwingine kama ya Adonai. Pokea sifa, utukufu na mamlaka asubuhi njema ya leo. Pokea uwezo wote na utukufu na ushindi, kimbilio la ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye Jehova Rabina Rakena Riga Barado Zedreberia Tararabazia. Asubuhi njema ya leo Baba, tawala, tenda mambo makubwa na mambo ya kushangaza, mfalme mkuu. Tunaomba nguvu zako na ushindi wako Bwana wa majeshi, wala ukatende mambo makubwa Jehova. Una nguvu na uwezo na mamlaka Baba wa mbinguni. Ninakuinua na ninakuenzi Jehova Shama. Umetenda mambo makuu Jehova Rabbi Karian Tararabu Rimaraka Parado Zedreberia Tararabazia Ramashandiri Katararabori Mazandra Baganda Rekabarodi Yetegedeberia Tararabazia Ramashika Barado Kotorian Tararabaziri Baina Rimarako Paradian Tararabori Mazandra Bakai Ridabazorian Tararabo Shigedreberia Tararabazina Ramashada Gabarado Shirian Tararaba. Asubuhi njema leo pokea sifa, utukufu na uwezo na mamlaka katika jina la Yesu. Tunakuabudu Bwana wa mabwana, tukianza perekana na sisi Jehova, perekana Baba Jehova Shama nasi. Asubuhi njema leo kimbilio la ajabu, tunakuinua na tunakuabudu my Father. Tunalitukuza jina lako takatifu, tunaliinua jina lako Bwana wa mabwana, tunakuenzi na tunakuabudu Bwana. Umetenda mambo mengi na mambo ya ajabu, umetenda mambo ya kushangaza Elohima, katika jina la Yesu Kristo Baba. Pokea wema wote na nguvu zote, pokea mamlaka yote Bwana wa majeshi, pokea nguvu zote na utukufu Bwana wa majeshi. Kasiri kapa rodi ya takaradike ya mashandra bakaria nterero rikaparado shatrabazia, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tu Baba Jehova Shama. Tukianza perekana nasi, ni Mungu mwema, mtakatifu, mkuu wa Israeli, na ni katika jina la Yesu tumeomba, tumeamini. Tukienda kwanza asubuhi njema ya leo, tunashukuru Bwana kwa sababu ametupa neema, na tunasema ni asante hata wenye wana view online katika jina la Yesu Kristo asubuhi njema ya leo. Na tunashukuru Bwana kwa sababu ametutendea mambo makubwa na mambo ya kushangaza. Mungu ni mwema katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuanze na maandiko inasema katika kitabu ya Mark chapter 1 verse 35. Kesho yake kabla ya mapumziko, Yesu alitoka akaenda mapema mahali pa faraga kusali. Yesu katika inasema kesho yake kabla mapambazuko, kabla ya asubuhi na mapema, Yesu alizoea kuamka asubuhi na mapema na akaenda akaomba akatafuta Mungu. Na ndiyo maana tuko hapa asubuhi njema ya leo, na katika ile mambo tunafuata nataka tuombee. Tushukuru Bwana kwa sababu ya siku njema ya leo. Tuinue Mungu katika jina la Yesu. Ikiwa Bwana Yesu aliamka mapema akaenda kutafuta uso wa Bwana, nasi tuzidi kujitia moyo na kujikakamua, tuzidi kutafuta uso wa Bwana. Nataka tuanze na Psalms chapter 20 verse 4. Siku njema ya leo nataka tuinenee, na tunainenea na njia kubwa. Nasema may he give you the desire for your heart. Wacha Bwana akupatie tamanio la moyo wako asubuhi njema ya leo. Inasema may he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Today wacha tuambie Bwana ile mipango yote uko nayo, Bwana akafanya ifaulu katika jina la Yesu. Wacha tuambie Bwana desire zetu zote, the plan that God has for us this day, tuambie Bwana akatutimizia katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunakuinua, tunasema ni asante. Tunakuinua asubuhi njema ya leo, kimbilio la ajabu. Baba, tumeamka tunakushukuru Jehova Redeemer, lakini tuko na matamanio tuko nayo asubuhi njema ya leo Bwana. Tunakushukuru, tunakuinua Jehova Redeemer, kimbilio la ajabu. Mwokozi Yesu uliamka asubuhi na mapema, Baba ukaenda ukatafuta uso wako Jehova Redeemer. Raburi antaya rimarako paradize dreberia tararabazia ramasheli antarakuta lerebori mazaya, katika jina la Yesu Kristo Jehova Shama. Ina ile mpango Baba de watu tuko na Jehova Redeemer, ina mipango Baba katika biashara maifara, naomba ukatimize Baba utamani ule mioyo yetu Bwana. Siku njema leo tukiamka na tukienda makazini, una wengi tunatamani mbalimbali Baba, we have different desire my Father my God, watu ukeweza kutimiza katika jina la Yesu. Utimizia asubuhi njema leo my Father my God. Evarabu shalama gandra bariante de boa rimaraka pazori etere bori mazia ramashede gabaradori antarabazaya, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mazeri ya pakari antere bori mazia, katika jina la Yesu Kristo mfalme
mfalme. Ingarako paradozeria tararabazaya. Ila mpango Baba Jehova Redeemer. Wengi tuna mpango Jehova Raboshatai. Iwadabahune lekeperia tararabazia. Ramasheria tararakunde bori mazaya. Ramarakiperia tararabori mazia. Rina nalakote bori mazaya. Riantara kaparadosheria tararabazia. Rangarakute rianarabori bashalabakaye. Alakabaradosheria tararabashia. Akujalie unayotamani moyoni mwako. Wacha siku njema leo Bwana akakujalie chochote unatamani. Akujalie asubuhi njema leo wewe tumekuwa ukitamani. Wacha Bwana akapatane nayo wakati unatoka ukienda kazini. Wewe tumekuwa ukitamania. Wacha Bwana akujalie unayotamani katika jina la Yesu. Wacha Bwana akujalie unahitaji katika jina la Yesu. Wote unahitaji Bwana akujalie. Wenye anahitaji Jehova Raboshai akuja. Wengine tunatamanio la kufungua biashara naye. Wengine wanatamanio la kuweka kazi mpya Rabona. Rigabarade yatae inalabakandara rabina awarakundelele bori bazaya. Wacha Bwana katabarabia alabashala yantara rabia akakujalie kenye unachotamani. Tamanio la moyo wako wacha Bwana akapatane nayo. Matamanio ni kuwa na fedha siku njema leo. Hii siku njema leo kutoka wacha Bwana kujalie. Watu unahitaji katika jina la Yesu. Imarahima kayo rabashala ina rabaya wacha rabokori na sandra bazia wadala kandara radiae. Akufishe mpango yako yote. Akufikanishie mipango yako yote. Ile mpango wote uko nao. Mpango wa biashara mpya. Ile mpango uko nao. Ile mpango imarade shalae nae. Ile mpango wa kila aina. Wana wacha kujalie. Ingalabo shaliantae yarakaparaduseriantaya ivarado shaliantarada. Every plan that you have today may it succeed in Jesus' name. The plan of business may it succeed in the name of Jesus. Every plan of family may it succeed in the name of Jesus. In this great door ibarado kataradika ibana metupatia. May your all plans may you succeed in the name of Jesus. May your desire may Lord meet with your desire in the name of Jesus. The desire of new business, the desire of peace in our marriage, every kind of desire that you have this great morning, may Jehovah God meet with your desire and your plan. May it succeed in the name of Jesus. Bashiriandabai yantara karadikea namashere dalagaya rabia imarade kabaradoya imarade shariantara raboa katika jina la Yesu. Imarakita rabina wenye Jehova Raboshala liantea. Hata wengine wamepangio mipango mibaya kufutwa. Wengine wamepangio mipango mbaya Bwana wa mabwana. Naomba ukondoe ila mpango my Father ambaye sio tamanio la watu wako, ambaye sio tamanio lao. Wengine imani yao ambayo imetingizwa. Wengine Jehova imani yao wametolewa Bwana. Ninakuomba asubuhi jamaa leo all that is of their heart. Oh my Father, my God, Almighty Jehovah Redeemer, and Amaraki Periadai, and every plan that I have today, may it succeed, my Father God. The plan of business, Jehovah Lord, may it succeed, my Redeemer. Katika jina la Yesu, watu wako wanapotoka Bwana, ile mipango yetu wako nayo siku njema leo, my Father, ile mipango wako nayo wakienda kazini Bwana, ile mpango wako nayo hata wakiwa katika nyumba zao, wacha wakafaulu Bwana, wacha wakafaulu Baba, wacha wakafaulu Bwana, wacha wakafaulu Jehova, wacha wakafaulu Elohim, wacha wakafaulu Jehova katika jina la Yesu. Ile mpango yote Bwana umewapangia beleza, wacha wakafaulu Bwana katika jina la Yesu. Wengine Jehova Redeemer kwa sababu ya migomo Bwana hawakuweza, my Father. Wengine biashara zao Bwana vimeanguka Jehova Redeemer, lakini ndani yao Bwana una matamanio Bwana, una matamanio mapya. Wasaidie Jehova Redeemer, alabari ya tararabazia atana Jehova Shama na tamanio lao Bwana, wacha wakafaulu Ebenezer, wacha wakafaulu katika jina la Yesu Kristo. Naomba tumiamini. Rikabashatrabazina. In the book of Jeremiah 29 verse 11, Jeremiah 29 verse 11,
Biblia inasema Bwana ako na mpango mwema na wewe, bali sio mpango wa kukumaliza. Ramashalaba katrabazuri yantararabu rigabazidi gidi yatararabu shalabaganda raima kutararabu shirikidi biriatai ragabasheti katari yantararabu. In the name of Jesus, ribashiti kitribazia ramashadri katararabu rimazaya ramashiti kitiri yantararabu rimazia vazari kitiri yatararabu shalabaganda ragabaziterira. For I know the plan that I have for you, declare the Lord, the plan to prosper you and not to harm you. Biblia inasema he knows the plan that he has. Bwana ako na mpango mwema na maisha yako, bali sio mpango wa kukumaliza ama kukupiga, bali ni mpango prosper you and not to harm you, a plan to give you hope and a future. Ni mpango ambaye ni wa kukupa tumaini na kesho yako. Waambia Bwana asubuhi njema ya leo akapatane na tamanio lako. Bwana anakutakia mambo mema, sio mambo ya kukumaliza katika jina la Yesu. Rimaraku paradisi ya tararabazia. Jeremiah 29 verse 11, Jehovah Lord, unasema uko na mpango mwema nasi Jehovah. Ramashaka baraduku riantararaba rikeperia tararaburi mashatrabaganda imaraka paradozeri ya tararaba sheriantai. Katika jina la Yesu Kristo Jehovah Shama, uko na mpango mwema na maisha yetu Bwana. Uko na mpango mwema na wababa wapendwa. Uko na mpango mwema hata katika ndoa zetu. Uko na mpango mwema Jehovah rabosha la mazia. Bwana ako na mpango mwema na maisha yako. Ambia Bwana mpango huo akakutimizie. Ni mpango wako kupatia tumaini katika maisha yako rabairi nazia. Sio mpango wako kumaliza. Nina rabosha la baganta la bazia. Asubuhi njema leo Bwana wa mabwana, uko na mpango mwema na maisha yangu Bwana. Uko na mpango mwema na maisha yangu Jehova. Uko na mpango mwema na maisha yangu Jehova. Uko na mpango mwema na huduma Jehova Ridima. Uko na mpango mwema Jehova Shama na wanao. Uko na mpango mwema na kazi Jehova Ridima. Hata na biashara uko na mpango mwema Bwana, bali sio baba rabosha la miantae, bali mpango huo Baba ni wa kutufanya Bwana tukafaulu katika maisha yetu Bwana. Sio mpango wa kutumaliza Jehova Ridima. Adui Jehova amepanga kutumaliza, lakini mpango wako Jehova Ridima Baba, mpango wako natuazia mema. Jehova uko na mpango mwema na maisha yetu. Uko na mpango mwema na ndoa zetu Baba. Ninakuomba kimbilio la ajabu, mpango wetu ukapata mpango wako Bwana, ukapatane Baba na mahitaji yetu. Mpango wako Jehova, ila mambo umetupangia acha yaze yakatimia my Father. Naomba ukuu wako Jehova Rabina ekabaradosha tribagadera imaradosha liantararabazaya imarakapazori yanterebori mazia ramashatra katararabori mazaya. Uko na mpango mwema na ndoa zetu, hali ndoa zetu zimetingizwa Bwana. Uko na mpango wa kusimamisha tena, hali kazi zetu zimetingizwa Bwana. Uko na mpango mwema wa kuinua kazi tena Jehova Shama my Father my God. Hali huduma imetingizwa Jehova. Uko na mpango mwema wa kuinua Jehova mahali Baba turibakaya. Wanadamu walituwaza mpango mwema Jehova, wanadamu walituwaza vibaya Bwana, na mipango ya mwanadamu ni ya kutumaliza, lakini ulituwazia mema Bwana wa majeshi. Tunakuomba kimbilio la Jehova Rabia asubuhi njema leo Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo Jehova. Elohim my Father Jehova my God, Elohim my Father Jehova ribazeria riantarara kundelele bori mazia. Imamisha watu wako tena Bwana, kwa sababu uko na mpango mwema nao. Wenye wanaona kuisha my Father, wenye wanaona kudangamizwa Bwana, wenye wanaona wamefika mwisho Jehova, ninakuomba katika jina la Yesu, kwa sababu uko na mpango mwema na maisha yao. Uko na mpango mwema Jehova na ndoa zao. Wenye wanaona kuanguka kwa ndoa Bwana, asubuhi njema ya leo katika jina la Yesu Jehova, ninakuomba katika jina la Yesu Kristo Elohim, lingamazogoli yatakabaradika hapa. Ninakiri ndoa zao zitakwisha, kwa sababu uko na mpango mwema na maisha yao. Uko na mpango mwema na ndoa zao Bwana. Wenye wamepangiwa Baba, mwanadamu amepanga mpango wa kuwamaliza ama kuwafuta Bwana, mpango wa kuwadangamiza Jehova Ridima. Wenye wameenda kavala kundelebe kaya naye, wengine wamefatwa ni magonjwa Jehova.
Ninakuomba asubuhi njema ya leo, kwa sababu kuna mpango mwema na maisha yao. Ninakuomba katika jina la Yesu, onekana ukatawale my Father, onekana ukajitukuze Jehova, itukuze na maisha yao my Father, itukuze katika jina la Yesu, itukuze na maisha yao Jehova. Hiyo mpango uko na maisha yao, acha ukawatimizie Bwana wa mabwana. Unasema si kama mwanadamu, kwa sababu moyo wa mwanadamu Bwana umeshikwa mdanganyifu Jehova. Jehova Rabbi karadiantararaba, katika jina la Yesu Kristo inaomba ukuna ushindi Jehova Redeemer, inarabashalayantararaboa katika jina la Yesu Kristo. Ninakutukuza na ninakuinua katika jina la Yesu Kristo, na kuenzi na kulinasia in the name of Jesus Jehova, katika jina la Yesu Baba tumeomba hata tumeamini. Proverbs chapter Philippians chapter 4 verse 19. Philippians 4:19. Biblia inasema and my God will meet all your needs. Ile kitu tunaomba leo, wacha Bwana akapatane na mahitaji yako yote. And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. May the Lord in this great day apatane na chochote unahitaji katika jina la Yesu Kristo. Kuna wenye wanahitaji maisha, wengine wanahitaji fedha, kuna ile matamanio kila mtu ako nayo. Waenda mbele za Bwana, ambia Bwana tunahitaji. May God andarabike tarabaya, and my God will meet all your needs. Your God will meet all your needs, what you need. Bwana atapatana nayo katika jina la Yesu. Enda mbele za Bwana asubuhi njema ya leo, ambia Bwana kwamba akapatana na mahitaji yako yote. Kuna ile mambo unahitaji asubuhi njema ya leo. Wengine wameamuka wakishindwa wataanza wapi, lakini kuna ile mahitaji wanapatana. Maandiko inasema and God will meet all your needs. Rikaparadoze diatararabori mazia, katika jina la Yesu Kristo Jehova Shawa, tunaweka mahitaji yetu mbele zetu, mbele zako Bwana. Unasema utatupatia Jehova Shama Baba, utapatana na mahitaji yetu Ebeneza. O Jehova Rabosha tabaragarabikea ramashala kabarado goriantai. God will you are in one it imaradosha tabaradika imaradosha dreberia tararabazia. Mungu atapatana na hitaji lako. Ninaomba hitaji lako Mungu akatimizie unapoamka asubuhi njema ya leo. Hata ukienda kazini, hitaji lako lote lenye unatarabisha ndarabaganda. Oh my Father Jehovah my God, una watu Jehova wako na mahitaji mbalimbali. Wengine ni fedha wanahitaji Bwana, wengine ni karo wanahitaji Jehova, wengine watalipa nyumba zao my Father, wengine kuna vitu wanahitaji Baba, wengine wanahitaji Baba kuongezea stoka, wengine wanahitaji kuajiriwa Bwana, wengine wanahitaji promotion Bwana. Bwana akapatana na mahitaji yetu katika jina la Yesu Kristo Baba. Watana na mahitaji ya watu wako Bwana, watana na mahitaji ya watu wako Bwana, watana na mahitaji ya watu wako Elohima, watana na mahitaji ya watu wako Bwana, watana na mahitaji ya watu wako my Father, watana na mahitaji ya watu wako Bwana katika jina la Yesu Kristo Jehova. Watana na mahitaji ya watu wako Baba, ninaomba uwepo wako na kibali chako. Watana na mahitaji ya watu wako Bwana, watana na mahitaji ya watu wako Jehova. Oh my Father Jehovah mighty God, oh rimashanda la gabaziri antaya, watu wako wana mahitaji Jehova. Watana na mahitaji ya asubuhi njema ya leo, watana na mahitaji ya marabi antararaba, watana na mahitaji ya my Father. Oh Jehova rabosha la magadarabina gabaradosha la nalabaganta bazia limaraka bazori etegederi antaye ramashata bagatra bakandara rabona liata kataradori anterere bori mazia, katika jina la Yesu Kristo my Father. Watana na mahitaji ya marakandara rabia katika jina la Yesu Kristo Jehova. Inaomba uwepo wako na nguvu zako Bwana, inaomba uwepo na kibali chako Elohima, inaomba nguvu zako asubuhi njema ya leo. Watana na mahitaji watu wako my Father, watu wako na mahitaji mbalimbali Bwana, watana na mahitaji
asubuhi njema ya leo. Ababarabosha la bagandra bazia la mashandra kaparaduria ntararabazea amarako paragolia ntararabazia bolulmiti la bagandra bazua. In the name of Jesus, my Father, my God, rabasheria ntararabaria ntararabazaya ramashedre gederia ntararabaya mashala bagandra bazoria ntae imarako paradosha la baganda ramashada gabaradoziria tae imaraka pazoria ntararabazia ramashada gadrabarokundararaba inarako pasaradi antararaba rabasheka paradi enterebo. Katika jina la Yesu Kristo Jehova, Yehova rabosha la maganta bazia ramashada gantra baradosha liantai ramarako parada shadriketariae varaima kutararabashanda. Katika jina la Yesu Kristo Jehova, Mungu wangu kwa utajiri wake vongra kaparako paradika makatiri ya talalabashanda labina igabazori ya tararabazaya ramashada rakatararabo ingatagararabori mazia ramashada gatararabori mazaya. Katika jina la Yesu Kristo, ila hitaji lote ulingana na utajiri wa Bwana ramashada vya tararabo ramashada gatararabiente liyasa yabakaradima. In the name of Jesus, bagoshali yantararabori bazia ragabarakoti yantararabozaya apatane na hitaji lako according to his riches in gold by Christ Jesus. Mengasika bazia hitaji lote uko nalo, umetamani Bwana tamane lalo liala kapasiri adai wataka patane nalo. Ambia Bwana kenye unahitaji asubuhi njema leo. Ambia Bwana kenye unahitaji asubuhi njema leo, akapatane na hitaji lako katika jina la Yesu Kristo. Yehova my Father, my God, imarabosha labiantararabiante igabaradosha labagandra bazia. Unasema chochote Baba kilicho duniani ni chako na mali yote na mtu wote ni wako Bwana. Unasema fedha na adhabu ni zako. Yehova my Father, my God, ukatimizie Jehova Ridima, ututimizie Jehova Ridima, ukatutimizie Baba asubuhi njema leo katika jina la Yesu Kristo. Naomba uwepo na kibali na ushindi na utukufu na uwezo wako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Wacha ukaonekane ukatende mambo makuu, uweza wako ukaonekane Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yehova ukaonekane ndani ya ndoa katika jina la Yesu Kristo. Bwana wengine tunatamani mambo mengi, tumefinyiliwa ni mambo mengi Bwana. Wengine wanateseka Bwana wa majeshi, wengine wanateswa ni mambo tofauti Bwana. Hapo unasema utapatana Baba na mahitaji yao kulingana na utajiri wako Bwana wa mabwana kwa utukufu wa Yesu Kristo Jehova Ridima. Ninakuomba asubuhi njema leo Baba, wengine wanalia kwa sababu kuna mambo wamekosa, wengine jamii zinateseka Bwana wa majeshi. Ninakuomba ukapatane na Baba Jehova Shama na mahitaji yao katika jina la Yesu Kristo. Baba patana na mahitaji ya watu wako Bwana, patana na mahitaji ya watu wako Bwana. Wengine wamekutugamia, wanakutumainia, wengine wamekata tamaa Bwana, lakini ninakuomba Jehova Shama, chochote wanachokuomba Baba wa mbinguni, wacha tukapatana Baba hitaji letu barako paradia ntararabazia katika jina la Yesu Kristo Mfalme. Asubuhi njema leo kimbilio la ajabu Yehova rabosha la bagantrabazia katika jina la Yesu Kristo my Father, ukapatane na hitaji Jehova Ridima, hatana na hitaji letu Jehova Bwana wa mabwana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tumeomba hata tumeamini. Exodus chapter 23 verse 25. Biblia inasema worship the Lord your God and he will bless will and his blessing will be on your food and water. Asubuhi njema leo nataka tuabudu Bwana. Biblia inasema tukamwabudu Bwana Mungu Baba yetu na baraka zake zitakuwa katika chakula zetu na maji yetu. And I will take away sickness from among you, na atakuondolea magonjwa yote kati yenu. Na kuombea siku njema ya leo unapotoka, Mungu atapatana na mahitaji yako yote kulingana na utajiri wake. Na pia tukimwabudu venye tunavyomwabudu asubuhi njema ya leo, atapatana tena, atatuondolea magonjwa na tutapata chakula. Atabariki chakula chetu na maji yetu katika jina la Yesu.
rabusha tabaradike tayarabina. Wakati wote utamtumainia Bwana, na wakati wote utamtegemea Bwana kwa kila jambo. Wakati wote utaweka Bwana mbele katika jambo lolote, na katika hali ya kumwabudu atabariki chochote unachohitaji, na atakubarikia mpaka kazi ya mikono yako. Hautakosa unapotoka. Biblia inasema in the book of, ukisoma the book of Matthew chapter 6 verse 3, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added. Vitu vyote zitaongezewa. Mtanitumikia mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wenyu, nami nitawabariki kwa chakula na maji na kuyaondoa magonjwa kati yenu. Bwana anasema ataondoa magonjwa kati yetu wakati tunamtumikia Bwana, na wakati tunaamka asubuhi kumuinua asubuhi kama ya leo. Na hiyo ndio ilikuwa tabia ya Bwana Yesu, kuamka asubuhi na mapema. Mahali tulianza na Mark 1:35, alikuwa anaamka alfajiri na mapema, asubuhi na mapema, anaenda kule milimani anaomba. Yesu angemalizana na mitume, arudi yeye mitume waambie ingieni kwa marekebu muende, na yeye pia aende ajicommit na katika kuomba. Sasa ninakuomba mpendwa, asubuhi njema ya leo, wacha tuzidi kujikomita na tuzidi kumtumikia Mungu, Mwenyezi Mungu, Mungu wetu. Nami nitawabariki, na anasema atawabariki, na Kenya atabariki chakula chenyu, na atawabarikia maji na kuiondoa magonjwa. Ile mambo yote inaweza kuwa inakufunga, Bwana ataiondoa katika very early in the morning when it was still darker. Jesus got up and left the house and went off to a solitary place place where he prayed. Mahali alikuwa anaenda naomba, alikuwa anakaa very early in the morning. Very early in the morning, kama kusema kuamka kutoka saa 9 mpaka hapo saa 11. Alikuwa na make sure anaamka wakati bado giza iko, anaenda na muabudu Bwana. Na wakati wote unajitolea na unaamka asubuhi unaenda kumwabudu Bwana, na unamwambia Bwana nisaidie. Wakati unatangulia Bwana, Biblia inasema in the book of Matthew chapter 6 verse 9, okay, ile sala ya Bwana ukisoma verse 10, Baba wetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Wakati unaomba Yesu akaambia mitume pia mnasema na utubariki na chakula chetu cha kila siku. Ni vizuri saa zingine usiamke tu asubuhi tunaamka saa 1 au unaoga haraka unaomba ile maombi ya kupitia ukiwa umeenda nyumbani au ukiwa umeenda kazi. Hapana, juu na harakisha, usichelewe. Jifunze kuamka alfajiri na mapema wakati bado giza iko, na unamwabudu Bwana. Ukimwabudu Bwana hiyo siku hakuna wakati utapungukiwa, na Mungu atakuondoa mbali na magonjwa, venye Exodus 23 verse 25 inasema kwamba atakuondolea magonjwa yote katika hiyo siku. Ni kusema siku kama hii, siku ya Wednesday ambaye Bwana ametupa neema tukaamka, hatutapatana na magonjwa yoyote, hautapatana na ajali yoyote, hautapatana na shida yoyote, hautapatana na teso lolote katika barabara, hautakosa kitu ya kupea watoto wako, hautakosa chakula, hautakosa maji ya kula. Water stand for life. Hakuna venye maisha yako itakuja kudhoofika, ama maisha yako itakuja kuanguka ama shida yote. Bwana atakupa afya kwa jambo lolote litendalo. Atakupa afya katika ndoa, atakupa afya katika kazi, atapia pia watoto wako afya katika jina la Yesu. Nataka tuende mbele za Bwana. Worship the Lord your God and he will bless and his blessing will be on your food, and his blessings zitakuwa na baraka. Wewe kazi yako tu ni kumwabudu, na ukishamwabudu ama ukishamtumikia ama ukishamwabudu the Lord your God, anasema na baraka zake zitakuwa katika chakula zako na maji, and I will take away. Kazi yako tu ni kumwabudu Bwana. Ukiamka asubuhi na muinulia Bwana mikono juu, unamwabudu Bwana kwa njia ya maombi, unamwabudu Bwana kwa njia ya neno, unamwabudu Bwana hata kwa njia ya kifedha. Kazi yako tu ni kumuinulia Bwana mikono juu na kumwambia venye anasema nataka tumwabudu Bwana asubuhi jama ya leo, hata kwa njia ya maombi. Ambia Bwana ni asante amekutendea. Kazi yako tu wakati utamtumikia asubuhi jama mapema ukirauka, tuambie Bwana ni asante. Rakapa zori yantarabazaya ni marakapa radoze riberiatai. Yehova Shama, nani kama ye Bwana? Tunakuabudu asubuhi jama ya leo, tunakaraba kantre baradika. Yehova ni asante kwa ukuu wako. Yehova nasema ni asante my Father. Asante kwa sababu ya jamii
nani my Father? Tunaliabudu jina lako takatifu. Ni nani kama wewe asubuhi njema ya leo? Tunakuinua mikono yetu juu Bwana. Baba, tunakuinua na tunakuenzi. Unastahili Bwana wa mabwana Jehova. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mweza mwingine kama asubuhi njema ya leo. Pokea sifa, utukufu na mamlaka Elohim, katika jina la Yesu Kristo Jehova. Wacha jamii yangu Baba kama Joshua venye alisema yeye na jamii yake watakutumikia wewe Mungu wa Israeli, nasi wacha tukakutumikie Bwana. Tupe neema ya kukuabudu zaidi Bwana. Tupe neema katika mambo yote tuliyoitenda leo Bwana. Tunaweka mipango yote siku njema ya leo. Hii siku Jehova Shama ya leo my Father, tunaweka mipango yote kwako Bwana. Tunaweka mipango yote kwako Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo my Father. Naomba ukuu wako na ushindi wako Bwana wa majeshi. Naomba uweza wako na utukufu wako Bwana onekana katika jina la Yesu Kristo. Naomba ukatubariki Jehova Redeemer. Wacha ukuu wako uzidi kuonekana katika njia Baba, mambo yetu yote Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tawala ukatene na ukajitukuze, ukatene mambo yako Jehova Rabina. Rimarako pariyantara rabazia, rimaraka paradiketre baraduka, inaradosha labagandrabazia. Chukua fursa hii, mwambia Bwana ni asante. Ambia Bwana ni asante katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tunakushukuru. Thank you for listening to our cry this morning. How we bless your name. How we give you praise. We thank you because you are awesome. We thank you because you are great. I bless your name and I give you praise. Thank you, Jesus, and thank you, Lord. Child of God, open up your mouth and bless his name, even for the new day, as he's taking away sickness from you. He's blessing your food, he's blessing your water, he's blessing everything that you are going to do today. Father, I give you praise and I give you glory. I thank you today and I bless your name. I worship your name today. I give you all the praise and I give you all the glory. We thank you today. We bless your name. Open your mouth and bless the name of the Lord, and tell him, Lord, we thank you today, even for hearing our cry, even for listening to our prayer. We thank you, Lord, for healing our water. We thank you for blessing our food. We thank you for blessing us. Thank you for taking away sickness away from us in the name of Jesus. How we thank you and how we bless your name. How we exalt your name today. Abba Father, I bless your name. Adonai, I lift your name. I give you praise and I give you glory. I thank you today, Jehovah God. We worship your name and we honor your name. How we bless your name. In Jesus' name we pray. We want to thank God for this new day. His mercies are new every morning. I want to thank them that are watching online, them that are in church. The Lord bless you. We can have our blessed seats. I want just to share a very little message of hope. A message of hope this morning, that God has not forgotten you. That God has not forgotten you. In the book of Jeremiah 29 verse number 11, the Bible says, "For I know the plans I have for you. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." There are plans, for I know the plans I have for you, declares the Lord. I know the plans I have for you, declares the Lord. The first thing that he says, there are plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. That is the word of God. Let me tell you, friends, hope is one of the greatest weapons that God gives his children. Hope is one of the greatest weapons that God gives his children. And the enemy attacks hope
Because when a person loses hope, they lose strength to continue praying, they lose strength to continue believing, they lose strength to continue fighting. When you are hopeless, you cannot pray. When you are hopeless, you cannot fast. When you are hopeless, you cannot believe. When you are hopeless, you cannot fight for your destiny. When you are hopeless, you cannot do what you're supposed to do. There are people that cannot even go to work because they are hopeless. When the situation is so hopeless, even reason for you to go to work, you don't see reason to go to work. There are people who stopped going to church because they are hopeless. There are people who stopped doing businesses because they are hopeless. There are people in the morning, when they wake up in the morning, they feel tired. They cannot go even to work. There are people who don't want to wake up. The reason why they don't want to wake up is because they are hopeless. So when you are hopeless, you lose your strength. But when you are hopeful, then you gain your strength. And the devil attacks your hope because he knows a person who is hopeless is a person who has no reason, who has nothing to fight for. So when you're hopeless, even you don't see the reason for you to fight. When you're hopeless, you don't see the reason for you to pray. When you're hopeless, you don't see the reason for you even to fast, because the devil has attacked your hope. But God is saying, for I know the plans I have for you, declares the Lord. They are plans to prosper you and not to harm you. There are things that you need to understand. The plans of God will not harm you, and they are plans to give you hope and a future. So hope is the greatest weapon, one of the greatest weapons that God gives his children. And the enemy attacks your hope because he knows when you lose your hope, then you lose your strength. A person who is hopeless cannot pray. But today God is restoring hope to the weary heart, the heart that is so tired, the heart that is giving up. God is restoring hope. No matter how long the delay has been there, no matter how painful the disappointment feels, no matter how impossible the situation looks like, God is still working behind the scene. And the Bible says in the book of Luke 1:37, as I want you to understand that for with God nothing shall be impossible. With God nothing shall be impossible. So our God specializes in impossible situation. That is why Luke 1:37 is saying, for with God nothing shall be impossible. People may say it cannot happen. People may say you are too late. Your situation can say it cannot change. But even finally I say that with God all things are possible. Your boss can say you're going to fail. Your colleagues can say you're going to fail. But I want you to understand today that with God all things are possible. With God nothing will be impossible. All things are possible. I pray and I declare today, I declare possibility in your life. I declare possibility as you go to work. All things will be possible today. You know, when God steps in, your situation can change. When God steps in, things begins to become possible for you. So when God steps in, dry bones can rise again. When God steps in, doors that are closed can be opened. When God steps in, storms can be calm. When God steps in, captive can be free. So with God, all things are possible. Let me give you a biblical example. We are seeing somebody who called Sarah. Sarah waited many years for a child, yet God fulfilled the promise.
There are things that you have been waiting for so many years. There are things that you have been waiting and you feel like God is delaying you. I'm giving you a message of hope this morning that God is working behind the scene and God will deliver that which you have been waiting for. He will deliver your blessing. He will deliver your breakthrough. He will deliver your miracle. He will deliver your healing. He will deliver that which you desire. Joseph went from prison to a palace. Once he was taken to a prison, and from prison he went to a palace. I pray for you, even in that difficult situation, that God is working things out for you. We see Job lost everything, but God restored double for him. I pray for you, Job 42:10. It says that God restored the captivity of Job twice. I pray for you that God is going to restore everything for you. Restoration is coming. No matter what you have lost, somebody you have lost your marriage, somebody you have lost your job, somebody you have lost your place, but God is saying today, I am restoring back. The Bible says after Job had prayed for his friend, the Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. I pray for you that God is giving you double, that you are going to prosper again. Probably you are richer, probably you are doing well, and something happened, it took away everything from you. I pray for you that God is going to make you prosperous again. You shall succeed again. You shall be blessed again. That door will be open again. You shall get the job again. You shall get the business again. You shall get the contract again. You shall get the promotion again. I pray and I declare now, you shall succeed again in the name of Jesus. So God made Job prosperous again. Job was succeeding again. Success is coming again in your life. Success is coming again around you. Success is coming again. Success is coming again. Success is coming again. Job 14:7. I pray for you and I declare it is coming again upon your life. It is coming again upon your life. It is coming again upon your life. You shall be prosperous. A tree can be cut down, but it can still sprout again. I pray and I declare you are sprouting again. At least there is hope. There is hope for a tree. If it is cut down, it will sprout again. Ninatangaza siku ya leo ya kwamba utachipuka tena, hata kama umekatwa, hata kama biashara imekatwa, hata kama ndoa imekatwa, hata kama huduma imekatwa, itachipuka tena. Manake kuna tumaini. At least there is hope for a tree. If it is cut down, it will still sprout again. I don't know who has cut you off. I don't know what has been cut out of your life, but there is hope. You will sprout again, and its new shoots will not fail. I pray for you today. As you go out, you're not going to fail. As you do your business, you're not going to fail. That business will rise up again. That marriage will rise up again. That relationship will rise up again. And I pray and I declare now, it will not fail in the name of Jesus. Your story is not finished. God is working behind the scene, and God is doing a lot of great things. And I pray for you that you be able to sprout again, for there is hope. At least there is hope for a tree. When it is cut down, it will sprout again, and its new shoot will not fail. So there is hope. Even if you are cut off from that family, even if you are cut off from that job, even if you are cut off from that business, even if they have cut you off from that contract, there is hope. You shall sprout again. Habakkuk chapter 2 verse number 3. I want you to understand that delay is not denial. That delay is not denial. The Bible says, though it tarry, wait for it,
because it will surely come. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. Sometimes God allows waiting season to strengthen faith. At times God allow waiting season to strengthen your faith, to prepare character. At times in waiting season, your character is being prepared. At times in the waiting season, God begin to teach you to depend on Him. You have depended on people, you have depended on your job, but at times in waiting season is whereby God wants you to depend on Him, where God wants you to look upon you. So when you are in waiting season, it begins to teach you on how to depend on God. And David came and he said, I waited patiently unto the Lord, I waited patiently unto the Lord. So in waiting season, you begin to learn that how to depend on God. For the revelation awaits on appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it lingers, wait for it, it will certainly come and will not delay. So I want you to understand your waiting season is just to strengthen you. It's just to prepare your character. It's just to teach you to depend on God. So many people give up too early, not realizing their breakthrough was near. There are people who give up too early, not realizing the breakthrough was near. The silence of God does not mean the absence of God. When God is silent, it doesn't mean that God is not there. The silence of God does not mean the absence of God. Even when you cannot see Him, He is still working. I want you to understand, even if you're not seeing Him, He is still working out. So the silence of God does not mean the absence of God. Even when you cannot see Him moving, you cannot see Him doing certain things, you cannot see Him coming closer to you, one thing that I want you to understand, He is still working. God always works. So the silence of God does not mean the absence of God. Genesis 8 verse number 1, God remembers His people, and God will remember you today. God remembers His people. The Bible says, and God remembered Noah. I pray for you that God will be able to remember you. I pray that today may God remember you. God remembered Noah and all his people. He remembered Noah and everything. I pray for you this morning that God will be able to remember you. One thing that I want you to understand, when God remembers someone, then doors open suddenly. But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark, and He sent a wind over the earth, and the water receded. So when God remembers someone, doors begin to be opened suddenly. When God remembers someone, favor appear unexpectedly. When God remembers someone, restoration begins. When God remembers someone's chains are broken. When God remembers you, there are doors that you not struggle to open again. When God remembers you, there are victory that will come into your life. I pray for you and I declare today, may God remember you in the name of Jesus. May God remember you today in the name of Jesus. I pray and I declare today, there are moments that even when heaven announces your season has come, there is nobody who can block even your season. And I pray and I declare today that heaven will remember you, that your season has come, and today may be the beginning of your turnaround. Today may be the beginning of God remembering you. I command and I declare today, let the heaven begin to remember you and open all your doors. Let the heaven begin to remember you and release all your blessing. Let the heaven begin to remember you. I pray and I declare today, you shall be remembered in Jesus' name. I want you to understand that hope gives you strength. Isaiah 40:31. Hope gives you strength to continue. Hope gives you strength to continue. I have said a hopeless believer or a hopeless person cannot fight.
A hopeless person is a person who has given up. A hopeless person is a person that is tired. A hopeless person is a person that loses strength. But when you have hope, hope gives you what we call strength. And the Bible says, but they that wait upon the Lord shall renew. But they that wait upon the Lord shall renew. But those who wait in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Them that wait upon the Lord shall renew their strength. So hope is a spiritual strength. Hope is a spiritual strength. So people with hope keep praying. People with hope keep believing. People with hope keep worshiping God. People with hope keep standing even in the storm. When you have hope, you will stand even when storms are there. The enemy wants you discouraged because discouragement weakens your faith. Discouragement weakens your hope. But God is saying this morning, do not quit now. Your miracle may be closer than you think. Do not turn around, do not run away. Your blessing may be closer than how you think. So your miracle may be closer than how you think. And I want you to know Jesus is the source of true hope. John 11:25, that Jesus is the source of true hope. When you have Jesus on your side, when you have God on your side, He is the source of true hope. Your husband cannot give you hope. Your children may not give you hope. The doctors may not give you hope. Your family, your wife may not give you hope, but Jesus is the source of true hope. At times you can look as a minister, you can look at the members that you are leading and you feel hopeless. Remove your eyes from them and put your eyes on God, because God is the source of true hope. Remove your eyes from your money. Remove your eyes from your job. At times you can look at that business, you can look at that job, and then you see there is no hope. I pray for you today that Jesus is the source of your hope. The Bible says, I am the resurrection and the life. That is Jesus saying. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Who believes in me will live even though he dies. So what Jesus was doing, he was giving hope. When everything around you looked dead, Lazarus was dead, the family had given up, but Jesus said, I am the resurrection and life. When you believe in me, you will be able to live again. When everything looks dead, Jesus still brings resurrection. Hope is not based on your circumstances. I want you to understand that hope is not based on your circumstances. Hope is based on who God is. If God opened the Red Sea before, He can open another way. If God healed before, He can heal again. If God restored before, He can restore again. So I want you to understand the Lord says, do not fear, do not give up. Your tears are not wasted. Your prayers have been heard. Your waiting season will produce testimony. Every spirit of hopelessness and discouragement, I pray they will break in the name of Jesus. I want you to open up your mouth even as you're coming to the end and declare every spirit of discouragement, every spirit of hopeless in my life, decree and declare this morning, let them be broken in the name of Jesus. As you are going to work, as you are going to that business, as you do what you are doing today, I pray and I declare now, every spirit of hopelessness, every spirit of discouragement upon your life, let them begin to be broken now. Open up your mouth and declare today, I break every spirit of hopelessness, I break every spirit of hopelessness. I pray and I declare now, let them begin to be broken right now. Let them begin to be broken today. I command and I declare now, I pray and I declare today,
today. Every spirit of hopelessness, let them begin to be broken now. Let them begin to be broken today. Open up your mouth, decree and declare today. I pray and I declare now, I will never be hopeless. I will not be hopeless. Decree and declare today. Oh Lord my God, make a way where there is no way. Prepare a way for me. I pray and I declare now, I will not be discouraged. I will walk in your encouragement. I will walk in your word. I refuse to give up. I refuse to lose hope. I pray and I declare now, let there be hope in my life. Let there be hope, oh Lord. Decree and declare today, the delay that is causing you hopeless, let the delay be broken now. Your waiting season is coming to an end. It is your season to receive your blessing. Them that wait upon the Lord, he shall renew their strength. Open up your mouth and tell him this morning, oh Lord my God, renew my strength today. Father, we bless you and we give you praise. Thank you, Jesus, and thank you, Lord. We shall not die in the wilderness. We shall not die in the waiting season. I pray today and I declare now, I want you to make this prayer, oh Lord, restore my hope and my strength. Restore my hope and my strength. May God begin to restore hope and every spirit of discouragement to live my life in the name of Jesus. Decree and declare today, every spirit of discouragement, let them live my life in the name of Jesus. As God is restoring your hope, as God is restoring your hope this morning, I pray and I declare now, let the heaven restore your hope right now in the name of Jesus. Father, we thank you. We bless your name and we give you praise. We thank you this morning and we glorify your name. How we honor you and how we bless your name. I pray and I declare today, your hope is our joy. Restore that hope today. That soul that is giving up, I pray you not give up in the name of Jesus. I command and I declare today, may the heaven bless you. Probably you are watching online and you have never given your life to Christ, and you are saying, I would like to give my life to Christ. I want to Jesus Christ is the source of all hope. I want you to say this prayer after me. Oh Lord my God, I come before you today. I am a sinner. I accept you to be Lord and Savior over my life. I repent my sin. I pray the Lord Jesus, take away my name from the book of death and write my name in the book of life. I'm born again now in Jesus' name. Father, I declare your blessing upon your children now. I declare your blessing upon your sons and daughters as we live here, as we are going to our jobs, as we are going to our businesses. I pray and I declare today, let there be hope, oh God. Give us hope according to your word, that you have good plans for us. Nobody will take away your plan from me. Nobody will take away your plans from our lives. The good plans that you have for us, nothing will hurt us today. Nothing will harm us today. I pray and I declare right now, as I command and I declare your blessing. I decree and I declare open doors. I decree and I declare open heaven. Father, in the name of Jesus, I pray today and I declare right now, bless your children, bless your people, bless the church today, bless everybody, oh Lord. I pray and I declare right now, your blessing and your peace upon us, your blessing and your joy around us. We command and we declare today, we receive your blessing in Jesus' name. I pray for you as you go out today, you will not come back empty-handed. You will come back with a blessing in the name of Jesus. I pray when you go out, God will take away what is supposed to be taken away and give you what is supposed to be given to you. I pray that the work of your hand has been blessed. I pray as you go to that job, as you go to that business, wherever you do today, may you succeed in the name of Jesus. As I command and I declare today, you shall succeed. In Jesus' name we pray. And now may the grace of our Lord Jesus Christ,
and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. I want to welcome you in the evening, and I welcome you in the evening. We have our midweek service, and I will be talking about reasons why we give and then we don't see results. There are people we are giving. Have you ever given and even your giving does not produce results? So I want you to come in the evening. When you come in the evening, I'll be teaching us why do we give and then we don't see results, so that I can also help you when you are able, when you are giving, then your giving can produce results. Your giving can open doors for you. So when you come in the evening, I will be able to teach you and talk to us why we give and we don't see results. The word of God says, give and it will be given back to you. So a lot of us have been giving and we are not seeing anything. But I want to teach us, and then we are going to pray that our giving will be able to produce results. So I pray and I declare blessing today as you walk out, as you go to your work, as you go to your office, as you go to that business, that the Lord God will be able to bless you. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. The Lord bless you, and the Lord do you good, and the Lord favor you. In Jesus' name, amen.